wakaja kuchukuliwa wao sasa hivi na mwambia mkuu wa wilaya asirejeshwe wao. Kwa jamii tumebana mbuzi wengi sana tukaweka katika hapa tulipo hapa katika ofisi ya shehe hapa tumeweka tukawafunga kila mmoja aje kukomboa mbuzi wake, lakini bahati nzuri hakufanyikia hivyo. Hata na huu mkojo wa mbuzi vile vile unaharibu nini hii. Njia za uzazi wa mpango ni salama na zimetumika kwa muda mrefu. Kuna vidonge, sindano na hata mbinu za kudumu. Na mtazamaji wa Asam Online TV, leo tupo katika kijiji cha Ukongoroni, wilaya ya Kati, mkoa wa Kusini Unguja. Na lengo la kufika katika kijiji hiki ni kutaka kujua baadhi ya changamoto ambazo zinawapata wananchi wa maeneo haya. Sasa twende tukawasikilize wananchi hawa. Wana changamoto gani katika shehia yao hii? Tumeamua kwa makusudi baadhi ya siku tutafute fiagio tufiagie barabara. Makusudi. Tushafanya hiyo kazi, lakini bado uharibifu kama wananchi hawajajua nini ufugaji. Kwa hivyo tunaomba kwamba kama serikali vile vile kama jamii tumebana mbuzi wengi sana tukaweka katika hapa tulipo hapa katika ofisi ya shehe hapa tumeweka tukawafunga kila mmoja aje kukomboa mbuzi wake, lakini bahati nzuri hakufanyikia hivyo. Tukanunua kamba tukawapa kila mfugaji polisi jamii wafuge mbuzi wao, lakini wamefunga asubuhi jioni vile vile. Kama utatembea huko katika nchi au katika shehia mbuzi 500, basi mbuzi wawili wana kamba, mbuzi 6 wana vidani, walibakia wote hana chochote maana yake. Uharibifu wa mifugo upo hususani hawa wafugaji. Unajua sasa hivi nchi yetu si kama zamani, watu tumekuwa tumeongezeka. Kwa maana hiyo kuna wengine yale maeneo ambayo walikuwa wanapata kufanya malisho, hivi sasa ndio imekuwa makazi ya watu. Sasa na wakulima au hawa wafugaji wamekuwa bado hawajajiengeza kufanya labda mfugo wa kisasa kwa kuweza kuwatafutia maeneo maalumu au kwamba kwa kuweza kuwapelekea majani. Kwa hiyo imekuwa sasa wengine wanaenda kufugwa katika mashamba ya watu, lakini haswa pia hawana mazizi. Kila mmoja anatamani kuwa na mifugo mingi kama mbuzi wengi, labda ng'ombe wengi, lakini mazizi ya kuwaweka hana. Sasa kinachotokezea ile baadhi ya mifugo wakati mwingine kwa vile inakuwa ni mingi, inaanza kutafuta tena malisho. Kama mnavyojua mbuzi wanakula masaa 24. Kwa hiyo unakuta saa 8 kama umepanda bustani zako, labda migomba, umepanda labda mboga, unakuta ile wanakuwa wanaishambulia. Kwa hiyo hilo tatizo lipo. Kwa upande wa skuli wanaathiri sana kwa sababu tumefuatilia hususan kipindi cha mvua kama hichi, wanakuja pale, wanaweka kinyesi, mikojo. Kwa hiyo nyie mkenda, aidha wengine wanaingia madarasani kusoma madarasa yetu au shule yetu mageti hayako vizuri. Kwa hiyo sasa wanaingia mule madarasani. Sasa darasa hilo wao wanaingia usiku. Mpaka asubuhi, na maana kuna ile harufu. Lile dusi. Na maana sasa na wanafunzi wakae humo au na mwalimu ingie humo. Kwa hiyo ndio nasari. Na maana unakuta wakati mwingine aidha ubadilishe darasa au kama ulikuwa unataka ufanye kipindi chako mapema uanze kazi ya kusafisha. Lakini ukisafisha leo kesho na maana darasa jingine. Kwa hiyo ndio tunakuwa tuko hivyo tunakimbizana. Kuna wanyama aina chungu nzima. Kuna wanyama haribifu katika mazao na wanyama wanaodhili katika humo nyumba. Nachukua hasa hawa kwenye nyumba ikiwa ni mbuzi, ni ng'ombe. Kwa sababu hivi sasa ninaona choyo zaidi kwamba barabara yetu tumetiliwa vizuri lami, lakini tukaja asubuhi tunakuta mavya mbuzi, ukaja vipembeni tunakuta mavya mbuzi. Yaani almuradi hata wale kina mama perfume pia vile vile wanazimaliza kwa kutokana harufu za mavya mbuzi. Kwa hivyo hili ni changamoto kikweli kweli. Kwa hivyo tunaomba sawa hili suala lifanyike mara moja, kwa sababu tukitazama kama mkojo wa mbuzi pia miongoni mwa kuharibu barabara pia unaharibu, sio yale magari mabovu tu kwamba magari mabovu yakatoa oili sijui nini yakatoka hii oili sijui nini yanaharibu barabara. Hata na huu mkojo wa mbuzi vile vile unaharibu nini hii. Na halafu vile vile utaona kama mbuzi kama hapo mbuzi 200 ina maana alofungwa kamba mmoja tu, lakini ukaona wote hawana kamba, wanaharibu mazao kama migomba kwa hafla moja, halafu anatoka na kwenda maeneo ya karibu ya mashamba. Kuna bidhaa mfano kama tuseme muhogo, choko, wanakula. Yani mwenyewe ukenda mwenyewe unashangaa hapa nifanye nini? Kwa sababu hata viongozi wetu kusema kweli tunaonea huruma.
Sasa sijui ofisi gani, kama tuende ofisi ya yani yale wanyama au tuende ofisi gani hatujajua kusema kweli, kutokana na hali tunadhiliwa tena vibaya sana. Nakiri tu kwamba madhila yapo, tena si madogo, makubwa mno, na ishachokesha wananchi wa shehia hii. Jambo la kwanza, niliripoti kwa mkuu wa wilaya, na kuna kipindi walikuja chukuliwa hao mbuzi, lakini sasa kilichotokeza, wafugaji walikwenda kule wakatoa faini wakapewa mbuzi wao. Lakini sasa cha msingi, wamepewa mbuzi waje watughili tena. Hawakupewa mbuzi kwamba waje wafunge. Hapana. Na hivi juzi tu tayari tulikuwa tushazungumza na mkurugenzi wa mji kati kwamba wabanwe hawa mbuzi. Tukishabana tumpigie simu haya waje kuchukuliwa. Lakini sasa hivi kidogo lile gari bovu kidogo. Kwa hivyo naamini kwamba wiki hiyo hapo ninapoenda tutapata jabu rasmi, kwa sababu hawa mbuzi kusema kweli weshatokesha, wana adha kweli, na kila mmoja anakuambia sheha mbuzi wako wala sifugi mbuzi. Baraza la sheha hilo ndo anataka mbuzi. Wa polisi jamii walokuambia kwamba shafiagia barabara si mara moja la mara mbili, washafiagia humo. Kwa hivyo ni kweli, nakiri, na tutafanya mawasiliano na mkuu wa wilaya na mkurugenzi wa mji kati, mbuzi watakuja chukuliwa wakati wote hawa. Na wakaja kuchukuliwa wao sasa hivi, namwambia mkuu wa wilaya wasirejeshwe wao. Washinda ati. Wakati umeshashinda wacha wakae huko kunakohusika. Wananchi naambia watulie na subra vuta kheri. Muda mdogo tu mbuzi watakuja chukuliwa. Hakuna kisichokuwa na faida na kikakosa hasara. Tunafahamu kwamba mbuzi ni aina ya wanyama ambao wanatumika sana katika jamii zetu. Na leo hii tumefika katika kijiji hiki cha Ukongoroni, ambapo changamoto kubwa inawakabili wananchi wa kijiji hiki tumeambiwa kwamba ni mbuzi, kutokana na kuharibu baadhi ya mazao pamoja na kutapakaa mitaani. Sasa tumezungumza na sheha wa shehia hii, ametuelezea hatua ambazo wamezichukua hadi sasa. Ni vyema wananchi wakaendelea kutunza mifugo yao, kwani moja ya hatua ambayo sheha amesema ataendelea kuichukua ni kuhakikisha mbuzi hawa wanaondoka katika maeneo mbalimbali ya wananchi hawa. Kutoka hapa eneo la Ukongoroni, ni mimi Safia Hussein, nyuma ya kamera Ali bin Haji. Usiache kulike, kushare na kusubscribe channel yetu ya Asam Online TV. Hebu tulia. Nitakuja halafu mie huko. Ya fanya hatu haribu kazi za watu au wale ya. Hello. Kachara. Mume wangu, nataka tuzungumze kuhusu familia yetu. Kama unavyoona, tumetumia njia za uzazi wa mpango wa kikwetu, lakini hatujafanikiwa. Na bado watoto wanakuwa wengi. Mkweli mke wangu. Maana hata mimi mwenyewe majukumu yangu nashindwa kuyahimili. Humu ndani mna mambo yanitaka, huko nje kuna riziki nayo atakatafutwa. Tunahitaji kufikiria mustakabali wa afya bora kwa ajili yangu na hawa watoto. Na hilo halitowezekana ikiwa kila siku mwangu twazaa. Mimi naona kuna haja ya kwenda kituo cha afya, tuwapate ushauri wa daktari kuhusu uzazi wa mpango wa kisasa. Au waseme. Haya, karibuni sana. Leo tutazungumzia uzazi wa mpango na njia bora za kupanga familia. Dokta, siku zote nilikuwa nikijiuliza kuhusu njia bora za uzazi wa mpango, lakini naona tunahitaji mabadiliko. Hata mimi nilikuwa najiuliza sana kuhusu hizi njia za uzazi wa mpango. Kwetu si zina usalama, hazina madhara. Mtu asije kuja kesho kwa buko usoni. Njia za uzazi wa mpango ni salama na zimetumika kwa muda mrefu. Kuna vidonge, sindano na hata mbinu za kudumu. Leo tutazungumzia zaidi kuhusu kila njia ili mfanye maamuzi huru na sahihi. Kila mtu anao haki ya kufanya maamuzi bora kwa afya yao na familia zao. Pia uzazi wa mpango ni ngao ya kumsaidia mama kuwa na afya bora na watoto kwa ujumla. Kwa mfano, huyu akipangilia uzazi, tayari kwanza atapata muda wa kupumzika, afya bora itapatikana na watoto watakuwa kwa ustadi. Daktari, sasa sisi tunafurahi. Na twafurahi kwa sababu kuanzia sasa tuna uwezo wa kuipanga familia yetu na kuhakikisha twapata nafasi ya kulea kila mtoto kwa upendo na elimu. Ujumbe huo umeletwa kwenu na Chama cha Waandishi wa Habari Wanawake Tanzania, Zanzibar, TAMWA.